Mimi naitwa Mwanasha Tumbo, ni mhandisi wa mazingira na kwa sasa ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya NEMC. Tumeingia kwenye bodi hii tangu mwezi Aprili mwaka 2025 na sasa hivi tumetimiza mwaka mmoja. Bodi hii ni ya 9 tangu NEMC imeanzishwa na sasa tunaelekea kwenye maadhimisho ya miaka 40 ya NEMC. Kwa maana utaona kwamba pengine ingekuwa bodi ya 10 kwa maana kila mwaka kungekuwa na bodi. Lakini hapo katikati bodi zimekuwa zikiendelea katika vipindi kadhaa na sasa tunaingia miaka 40 na bodi yetu ni bodi ya 9. Lakini kwa dhati kabisa tunapenda kutoa shukurani nyingi kwa wenzetu waliotangulia kuongoza taasisi hii. NEMC ilikuwa mtoto na sasa miaka 40 ni mtu mzima. Tukichukulia mfano huo, mtoto anavyoanza kulelewa mpaka anakuwa, wale wenzetu wamefanya kazi kubwa kuhakikisha NEMC hapa ilipofikia. Nchi yetu ni kubwa, athari za matumizi ya vitu mbalimbali ambavyo vinaharibu taswira ya mazingira yetu, nayo inaenda kukua katika kasi hiyo hiyo. Ukiangalia hali ilivyokuwa katika miaka 40 nchi hii, sio leo jinsi ilivyo. Kuna uharibifu mkubwa wa mazingira, kwa maana ya kuna uchafuzi wa mazingira, lakini pia kuna uharibifu, ukataji miti na mambo mengine. Lakini pia ukuaji wa maendeleo ya kiuchumi, miradi mbalimbali inayojengwa ndani na nje ya nchi, na yenyewe kwa njia moja au nyingine, nayo yanaongeza uchafuzi wa mazingira katika nchi yetu kwa upande wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kuna mambo makuu ambayo yanajitokeza sasa hivi, masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, masuala ya kuongezeka kuharibika kwa hali ya mazingira, uchafuzi unafanyika, lakini kutokana na mambo haya kunasababisha kuwepo na upotevu wa bioanuwai, kitu ambacho kwetu kiasili tunahitaji kiwepo ili kuwe na uendelevu wa mazingira endelevu, tunasema, ili tuweze kuishi. Wote tunatambua kwamba mazingira ni uhai. Tukiangalia huko nyuma wenzetu walikotoka, hizo bodi zilizopita walichokifanya kwa hatua mbalimbali mpaka kutufikisha hapa, tuko mahali pazuri tunaweza kusema, pamoja na hayo uchafuzi uliopo na mambo mengine. Lakini tukiangalia tunakokwenda, tunaenda kwenye mabadiliko makubwa, maendeleo ya viwanda, maendeleo ya kiuchumi, ambayo maendeleo hayo tusipoyahakikisha yanazingatia masuala mahususi ya kudhibiti na taratibu za mazingira, tunaweza tukajikuta tunaenda kwenye maendeleo labda ya viwanda, lakini tunaleta uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo sisi kama bodi ya 9 sasa, jukumu letu kubwa tunaenda kusimamia. Tunajua sasa hivi teknolojia zimekuwa. Tulikotoka kama tulikuwa tunaenda kusimamia kwa miguu, tunahitaji sasa kutumia teknolojia kusimamia swala la uzingatiaji wa masuala ya usimamizi wa mazingira. Lakini tunahitaji kuwa wabunifu katika njia mbalimbali ili ule ubunifu uhakikishe mazingira yetu yanaweza kuendelea kuwa salama. Lakini hali kadhalika tutahitaji kuwatambua wataalamu wote wa mazingira nchini ili nao tufanye nao kazi bega kwa bega, hasa tukitambua dira yetu ya miaka 50 ijayo 2050 imeweka nguzo mahususi ya mazingira ambayo inaonyesha umuhimu wa kuzingatia masuala ya mazingira katika sekta zote. Na sisi kama taasisi ambao tuna jukumu la kuhakikisha kila mmoja anasimamia, sisi kama viongozi, mimi kama mwenyekiti, kwa niaba ya wenzangu wote wajumbe wa bodi, tunaenda kuhakikisha kwamba masuala haya yanafuata kwa mujibu wa taratibu, kanuni na sheria. Lakini tunatambua bado elimu ya uelewa ya umuhimu ya utunzaji wa mazingira bado iko chini. Kwa pamoja tunataka kwenda kidijitali katika usimamizi, jambo ambalo tutalipa msukumo mkubwa ni swala la utoaji wa elimu kwa jamii katika nchi yetu, ili kila mmoja apate kupata uelewa, na ili litasaidia kusafisha nchi yetu, nikiwa na maana hata tunapozungumzia swala la taka, nchi chafu, wasipopata elimu hawezi kuelewa kwa nini tunasema tunahitaji kuwa na nchi iliyo safi. Lakini tunapozungumzia uchafuzi wa hewa, wasipokuwa na elimu
hawezi kujua kwa nini anapaswa asitumie kuni, atumie nishati safi. Kwa hiyo tunahitaji bado kuendelea kutoa elimu, na hili ni jambo pia tutaenda kulipa msukumo zaidi kwenye jamii. Naamini mmeona hata kwenye kipindi hichi cha maandalizi ya shughuli hizi na shamra za miaka 40 ya NEMC, mmeona tumeenda kabisa kwa wale wanaochakata taka, tumeenda kwa wale wanaofanya usafi, lakini tumeenda pia kwenye swala la upandaji wa miti, kwa sababu tunajua pia tunatunza mazingira, lakini tumeenda kuwatembelea wenye viwanda wajue wajibu wao, nini wanapaswa kukitekeleza ili kuhakikisha mazingira yetu yanaendelea kuwa salama. Tunajua sheria ipo ambayo taasisi hii inaenda kuisimamia, lakini pia kama nilivyosema, pamoja na elimu tunaenda kuwa wawezeshaji. Hilo ndo tunasisitiza kwa wataalamu, tuwe wawezeshaji ili watu waelewe majukumu yao kikamilifu katika utekelezaji na usimamizi wa masuala ya mazingira kwa ujumla. Mimi nichukue fursa hii kuwashukuru Watanzania wote kwa kutambua umuhimu wa swala la mazingira, lakini pia kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wetu amekuwa ni kinara katika masuala ya mazingira, na namshukuru sana kunipa nafasi hii kuweza kuendelea kusimamia swala hili. Mimi nizidi kueleza kwamba tutalisimamia kwa niaba na wenzangu wajumbe wa bodi kwa uadilifu na uaminifu mkubwa, kuhakikisha tunaenda kuleta nchi inayosimamia mazingira ili tuweze kuwa na maendeleo endelevu.